kidogo. Hizi ni dawa za kuzuia maambukizi ya HIV kabla ya tukio la hatari, zenyewe zinaitwa PrEP. Sasa utofauti wake ni nini? Tofauti wake ni kwamba PrEP anatumia mtu ambaye amekwisha pata na tukio la hatari. Kwa mfano mention pale matukio kadhaa ya hatari kama vile kubakwa au umeshawahi kusikia kuhusiana na PrEP? Katika session zilizopita tulipata kuongelea kwa kina kabisa kuhusiana na dawa za kuzuia maambukizi ya HIV baada ya tukio la hatari ambazo kwa kifupi huitwa PrEP. Sasa leo ni tofauti kidogo. Hizi ni dawa za kuzuia maambukizi ya HIV kabla ya tukio la hatari, zenyewe zinaitwa PrEP. Sasa utofauti wake ni nini? Tofauti wake ni kwamba PrEP anatumia mtu ambaye amekwisha pata na tukio la hatari. Kwa mfano mention pale matukio kadhaa ya hatari kama vile kubakwa au kinga kupasuka wakati wa tendo na matukio mengine. Lakini sasa hii PrEP ni tofauti kidogo, kwamba yenyewe ni mtu anaanza kupata dawa kabla hajapatwa na tukio la hatari, na hizi dawa zinatolewa hasa kwa maeneo mengi. Zinatolewa kwa watu walioko katika uhatari wa kupata maambukizi. Unaweza ukajiuliza ni watu gani hawa ambao wako katika hatari ya kupata maambukizi? Sasa watu kwa mfano wanaohudumia wagonjwa wengi wa HIV, hasa walioko katika dalili za mwisho ambazo wako na AIDS sasa, au watu ambao tunasema ni makundi yako katika riski, labda wale madada poa, kwa maana ya kwamba watu wanaofanya biashara za ngono kwa ujumla wao. Lakini pia baadhi ya maeneo watu wanaohudumia au wanaohudumu katika maeneo ya vita. Lakini pia kuna watu kwa mfano labda mtu ambaye amekuwa akitumia PrEP mara kwa mara, anashauriwa tu bora apate kutumia PrEP. Yaani amekuwa anatumia post exposure prophylaxis. Sasa ni bora apate kutumia pre exposure prophylaxis. Kwa hivyo kundi hilo pia tunasema ni liko katika hatari. Lakini watu gani wengine ambao wanatumia ni watu ambao tunasema ni discordancy partners, kwa maana ya kwamba watu wanaishi kama mke na mume, lakini mmoja kati yao ni HIV positive. Sasa yule mwingine anashauriwa kupata hii PrEP ili kujikinga na maambukizi ya HIV. Lakini pia watu ambao wanafanya migodini, kama unavyojua migodini huwa ni sehemu mojawapo ambapo tunasema ni kuna high risk ya watu kuambukizana HIV. Kutokana na nini? Kwanza ni sehemu ambayo inakuwa na mzunguko mdogo wa watu, lakini pili, uzingatiaji wa masuala ya kinga na elimu ya kujamiana huwa ni chini. Kwa hiyo panahitaji kutumia hizi kinga za kabla ya hatari. Jambo la msingi ambalo unapaswa ufahamu ni kwamba PrEP au PrEP hizi zote haziui virusi vya ukimwi. Yaani PrEP zenyewe sio kwa ajili ya kuua virusi vya ukimwi, lakini pia hazizuii magonjwa mengine ya zinaa na magonjwa mengine ambayo yanaambukiza kwa njia ya kukutana. Kwa usije ukafikiria kwamba unaweza ukajikinga kwa mfano magonjwa kama homa ya ini, unaweza ukajikinga magonjwa kama gonorea, kaswende na magonjwa mengine mengi, genital warts na magonjwa mengine mengi
kutokana na au yanayoambukizwa kwa njia ya kukutana. Sasa